Tarehe 11 mwezi wa 4 mwaka huu tulizindua rasmi jambo la upandaji miti kando kando mwa hifadhi za barabara zetu. Nia na madhumuni ni kuikijanisha Morogoro yetu kuwa ya kijani na kurudisha uoto wa asili. Morogoro walioishi wazee wetu si Morogoro iliyopo sasa. Morogoro tulioirithi sio Morogoro iliyopo sasa. Muda wote maji yalikuwa yakitiririka Morogoro, iwe masika, iwe vuli, iwe kiangazi. Hiyo ndiyo sifa ya Morogoro ambao wametuachia wazee wetu. Msimamo wa serikali ya wilaya ni kuhakikisha uoto wa asili na urithi waliotuachia wazee wetu, sisi vijana wa leo, ni kuhakikisha tunaulinda na kuurudisha katika asili yake. Na kuurudisha katika asili yake ni makubaliano yetu sisi watu wa Morogoro, tukikubaliana kwa pamoja, si jambo la serikali peke yake. Niwapongeze sana, mara baada ya uzinduzi taasisi ya UECO imekuja kufanya jambo kubwa la kutafsiri mwendelezo na kuendelea kuwashirikisha wananchi juu ya swala zima la upandaji miti katika maeneo yetu. Wote tukiangalia milima yetu ina vipara, kitu ambacho hakikuwepo awali. Tunafanyaje? Lazima wote kwa pamoja, kila mtu awe mlinzi kwa mwenzie. Imefika wakati wa kuandaa mashamba, milima yetu tunachoma moto, tunaharibu uoto wa asili, tunaviumiza vyanzo vya maji, ambapo sisi tunakuja kuwa walalamikaji wa kwanza kwamba maji hatupati, lakini tatizo tunafanya wenyewe kwamba tunaathiri na tunaviumiza vyanzo vya maji. Sasa tukubaliane kama watu wa Morogoro, na nimewaelekeza watu wa bonde la maji wa Miruti. Sawa, wananchi wanatakiwa wasifanye shughuli za kibinadamu ndani ya mita 60, lakini ili wananchi washiriki kutunza hivyo vyanzo vya maji, lazima tupande miti rafiki, miti yenye uchumi, miti ambayo itakayoendeleza wananchi kiuchumi katika maeneo ya vyanzo vya maji. Kwa tumekubaliana kwenye vyanzo vya maji, kwenye ndani ya mita 60 tutapanda miti ya matunda, miti ya mikarafuu, miti ambayo mwananchi atailinda kwa sababu yeye atanufaika kiuchumi na maendeleo. Kwa niwaombe sana watu wa Morogoro, watu wa Mkundi, tuwaunge mkono wenzetu wa UECO kwa jambo hili kubwa ambalo wanalifanya. Wamekuja kuwashirikisha nyinyi kwenye kata ya Mkundi na mitaa yake, mulipokee jambo hili. Tukishaweka mizinga ya nyuki ambayo UECO ameonyesha mfano wa kuleta mizinga ya nyuki 50 kwenye milima yetu, kila mtu atalinda milima hii. Hatutokubali mtu achome moto, kwa sababu pale kuna uchumi wetu, kwa sababu pale kuna biashara yetu. Leo UECO ameleta mizinga 50, na niwaombe wadau wengine walioko Morogoro na walioko nje ya Morogoro watuunge mkono juu ya jambo hili. Tupande miti milimani, tupande miti ya matunda, tupande miti ya mikarafuu, lakini tuweke mizinga ya nyuki, wananchi nao wafaidike. Tukishafanya hivyo, tumelinda uoto wetu wa asili, tumerudisha heshima ambayo wazee wetu walituletea, na tumeirudisha ukijani wa Morogoro ambao asili enzi na enzi upo na utaendelea kuwepo. Na mara kadhaa nimekuwa nikizungumza, Morogoro ndio vyanzo vingi vya maji vinaanzia. Kutotunza vyanzo hivi vya maji, kufanya shughuli za kibinadamu kwenye vyanzo vya maji, kukata miti hovyo,
kuna athari kubwa kwenye uchumi wa Tanzania nzima, kwa sababu Morogoro vyanzo vya maji vinategemewa na mkoa wa Pwani. Morogoro vyanzo vya maji vinategemewa na mkoa wa Dar es Salaam, na wote tunafahamu walipa kodi namba moja wako mkoa wa Dar es Salaam. Ndio makusanyo ya TRA kwa asilimia kubwa wanapata fedha nyingi katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Kwa sisi Morogoro, pamoja na kujilinda sisi wenyewe, tuna dhamana ya kulinda mikoa mingine ili shughuli za uchumi ziendelee. Ndugu zangu, tusikate miti ovyo, tuwarithishe wanafunzi wetu mazingira kwa maana ya upandaji wa miti na utunzaji wa mazingira katika maeneo yetu. Niwaombe sana, hili jambo si la vyama vya kisiasa, hili jambo si la kiserikali, hili jambo si la kikundi fulani, hili jambo ni la wetu sisi sote watu wa Morogoro, kwa sababu manufaa tutakayoipata yataanzia kwetu sisi watu wa Morogoro.